17. Kwanza napenda kupongeza wewe mwenyewe Naibu Spika, Waziri wa Fedha, Rais wetu John Pombe Magufuli kwa kuchaguliwa ndani ya bunge hili. Vile vile napenda kutoa shukrani nyingi kwa wapiga kura wangu wa jimbo la Kahama kwa kunipatia kura nyingi. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nitajikita sehemu moja ya kuongeza mapato. Ni sehemu ngumu kidogo, lakini naomba nichangie, na naomba Waziri wa Fedha, kama unaweza kunisikiliza ni vizuri ukanisikiliza. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, nchi yetu ya Tanzania imezungukwa na nchi nyingi ambazo zina madini na maliasili nyingi. Na nchi hizi zinategemea nchi yetu ya Tanzania kupitishia madini haya na maliasili hizi. Vile vile zinategemea kuuza nchi za nje kupitia hapa kwetu. Ninachoomba kwa Waziri wa Fedha, Naibu Spika, kama anaweza kutukubalia, nitatoa mfano wa nchi ya Burundi. Nchi ya Burundi, Naibu Spika, imekuwa ikiexporti dhahabu tani 3 mpaka tani 4 kwa utafiti unaoonyesha. Lakini nchi hii ina migogoro mingi ya vita na haina machimbo au mgodi wote wa dhahabu. Lakini sisi, Naibu Spika, nchi yetu ina amani, ina dhahabu nyingi, imezungukwa na nchi nyingi kama Kongo, Mozambiki. Zote nchi hizi zinataka kuuza madini yao hapa. Kuna madini ya almasi, nikeli, copper, aluminium na madini zaidi ya 50. Na madini haya, Mheshimiwa Spika, sisi sio watumiaji. Tungeomba kwenye bajeti hii, kwa kuwa haiingiliani na bajeti hii, Mheshimiwa Waziri wa Fedha kama atakubali, yaruhusiwe yawe 0, wakati wa kuexport yawe 1%. Kwa hesabu ya haraka haraka, Mheshimiwa Naibu Spika, Tanzania inaweza kupata kwa wiki tani 2.5 za dhahabu. Maana yake kwa mwezi tutapata tani 12.5 zikiwa za sisi nyumbani na za watu wa nje. Kama tutachaji kwa 1% kwa bei ya leo ya dola 40 kwa gramu au dola 40 kwa kilo, tutapata zaidi ya dola 500,000, dola milioni 500. Dola milioni 500, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa exchange ya haraka ni trilioni 1 kwa mwezi. Hiyo ni kwa madini ya aina moja. Tukichukua madini mengine haya yaliyobaki, yanaweza kutuchangia zaidi ya bilioni 900 kwa mwezi. Tukichukua 1% pia kwenye hiyo, tutakuwa karibu tuna bilioni 9 kwa mwezi. Kwa hiyo total itakuwa na bilioni 20 kwa mwezi. Na pesa hii haiingiliani na bajeti ya serikali. Ni pesa ambayo ipo, tukikataa au tukikubali, yenyewe iko vile vile. Vile vile, Naibu Spika, attendance ya watu hawa wakija kuuza madini, lazima 20% ya pesa zao wafanye shopping hapa. Kama watafanya shopping ya 20%, maana yake watatuachia sisi bilioni 400. Bilioni 400, Naibu Spika, maana yake tutakuwa sisi kwa 18% ya VAT ya vitu vilivyoingia nchini ambavyo watanunua hapa, serikali itakuwa imepata bilioni 40 tena zaidi. Kwa hiyo madini haya yatakuwa yametuchangia zaidi ya bilioni 70 kwa mwezi. Na hakuna mahala ambapo bajeti ya serikali itakuwa imeguswa. Ni kiasi cha Waziri wa Fedha kusema kesho kwamba sawa, amekubali na watu hawa wanaanza kupita. Maana hata bila kukubali au namna gani, hawa watu wanaendelea kupita hapa. Wanahangaika kutoka hapa mpaka Dubai kwenda kuuza. Kutoka Kongo mpaka Dubai ni karibu masaa 9, lakini kuja hapa ni masaa 2. Kwa hiyo ingekuwa vizuri
ingekuwa vizuri waziri wa fedha akaliangalia sana swala hili. Swala hili, Mheshimiwa Naibu Spika, ndio utajiri wa hawa tunaowaomba pesa leo na ndio wanaotunyanyasa. Pesa zote zimetokana na njia hiyo. Madini haya, Mheshimiwa Naibu Spika, sisi hatuyatumii. Yanakwenda yote Ubelgiji, yanakwenda Dubai, yanakwenda Singapore, yanakwenda China, yanakwenda Hong Kong. Baada ya mwisho sisi tunakwenda kuwaomba pesa wao. Ingekuwa vizuri tukarekebisha sera yetu ili madini haya yaweze kutusaidia sisi hapa na jirani zetu waweze kugeuza hapa kuwa Dubai ya kwao. Pamoja na yote, Naibu Spika, kwa madini haya tutapata wageni zaidi ya 10,000 kwa mwezi. Wageni hawa ni wageni ambao wana pesa. Maanake hakuna mtu anayebeba madini akiwa hana pesa. Tunatarajia sekta zote zitapata pesa, kuanzia usafirishaji, TRA, uhamiaji, maduka, nyumba za kulala wageni, zote zitapata pesa. Na itatusaidia vile vile kutuongezea na kutufungulia mlango mpya wa biashara ambao sisi hatukuwa nao. Sisi tumeelekeza zaidi kwenye utalii, na nafikiri huu unaweza kuwa ni utalii mpya. Kwa namna hiyo, Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, inaweza kumsaidia waziri wa fedha akawarudishia na wabunge pesa tunazozozana hapa za posho, kama ataweza kukubaliana na wazo hilo. Mimi kwa leo mchango wangu ni huo. Asante sana. Naunga mkono hoja.